Haya bwana, na tumewasikia kweli kweli wa Kiteto wakiyazungumza ya kwao. Watu wana hofu sana, na haya ilikuwa ni miongoni mwa mambo ambayo pia ningekuuliza Janet. Kuna namna yoyote hizi harakati zinamdhoofisha, zinampa unyonge mwanaume, hususan kwenye masuala haya ya familia, masuala haya ya kuongoza familia, ule ubaba kama unataka kuondoka hizi harakati zikiendelea? Niwasikia hapo. Hapa kumwezesha mtoto wa kike ni kujenga msingi imara wa kuimarisha jamii, kwa sababu mtoto wa kike anapowezeshwa yeye anasaidia, ana nafasi kubwa ya kuweza kuiangalia jamii kwa urahisi na sio kuzoofisha nguvu au uwezo wa mwanaume. Yeah. Tunasema tunapomwezesha mtoto wa kike tunafukia mapengo ya kihistoria ambayo yalikuwa kule nyuma, ambayo yalimweka mtoto wa kike kule. Yani watu wanaweka maswala hapa ya kujadili, kuna msiba au kuna mipango ya maendeleo, wanasema wanawake kakaini kule nyuma. Hiki ndio tunachokiondoa, kwamba sisi wote tuna mawazo, tunaweza tukajadili, tukaweza tukaliweka jambo tunalotamani kuliona liwe na likawa na likaleta maendeleo. Tunaona kabisa, na mfano hai ni huu ambapo tunaona mwanzoni kulikuwa hakuna mtu alikuwa anafikiria kwamba rais mwanamke anaweza akaongoza nchi. Lakini sasa hivi tunamuona namba moja yuko mama pale na nchi inakwenda. Na pengine kuna mambo mengine ambayo yanaenda vizuri kuliko hata wangekuwa wanaume. Mchangiaji wa kwanza kabisa kwenye hii ya Kiteto anasema hata kwenye masuala ya ndoa, zipo ndoa zinavunjika kwa sababu tayari mwanamke ameanza kupata nguvu ya kusema, nguvu ya kiuchumi, mwanaume anagundua siwezi kuishi na huyo mtu. Hiyo sio kwamba ni kwa sababu ya uwezo wa kipato. Huo ni kushindwa uelewano, malezi na makuzi aliyolelewa kwenye familia, ambayo yameshindwa kumjenga kifikra, kuweza kuelewa nafasi yake. Hayo ndio yanaweza kupelekea yeye ashindwe kuishi na mwenza wake, lakini sio kipato. Kwa sababu tunasema wakati wote tusichanganye vitu. Kipato kinabaki kuwa kipato, na uwezo wa kufikiri na kufahamu nafasi yako unaendelea kubaki kuwa ni sehemu yako ya kufikiri na kuweza kujua nafasi yako. Ndio swali linaweza kuja wakati tunamwelimisha mwanamke aweze kufahamu namna ya kukua kiuchumi, kumiliki mambo, kumiliki ardhi, kukua kwenye familia. Tunamuelewesha mwanaume namna ya kuiendesha hii familia yenye watu ambao tayari wamechangamka. Tunavyoendelea hivi, na ndio maana tunasema sasa haya malezi haya yaanzie kuanzia kwenye familia. Watu wakue wakiendelea kufahamu thamani ya mtu mwingine. Unajua jamii imekuwa ikimlea mtu, anakuwa kama uyoga, anakuwa mwenyewe akiendelea kujengea uwezo. Wewe dume bwana, wewe mtoto wa kiume bwana, wewe kuna unachoshindwa, wewe hakuna kinacho nini. Kumbe hapana. Mtoto wa kiume anatakiwa kulelewa kwa misingi inayomjenga kwamba wewe ni kijana, utakuwa kijana, wewe utapitia hatua hizi, wewe utakutana na huyu, wewe mtaishi hivi, wewe mtaishi hivi. Kijana ndio anavyotakiwa kujengwa. Tofauti na kumwambia wewe, kwa sababu anakuwa sasa haelewi kwamba kuna mtu mwingine anaweza kushana. Kwa hiyo akikutana naye anaona tu kama ni manyasi. Anaona kama ni kitu kimejitokeza tu, hiki ni kitu gani? Kwa sababu hakujengiwa toka mwanzoni kuelewesha kwamba wewe utakuwa na mtu mwingine hapa, mtakuwa mnatembea pamoja na mtakuwa mnaelewana hivi na mtakuwa mnajenga hivi, mnaweza mkashauriana hivi. Hiki ndio kitu cha msingi ambacho natakiwa wajengewe toka kuanzia utotoni hata kufikia. Tuna dakika moja ya mwisho ya kuhitimisha. Tunaondoaje hizi fikra za hawa tuliowasikia? Fikra hizi tutaziondoa kwa kutoa elimu na kuendeleza hamasa. Kama nilivyosema kwamba hamasa bado haijawa kubwa. Kwa hiyo ni msingi mkubwa sana kuongeza hamasa, lakini pia kuweka na data wazi. Ni namna gani mafanikio ya kwa wanawake wakiwezeshwa vikae wazi, vionekane. Lakini kuna changamoto zipi ambazo kama wanawake wataendelea kubaki hivyo walivyo. Vitu hivi vikikaa wazi itakuwa inaweza kutusaidia zaidi na tukaona mafanikio makubwa ndani ya jamii yetu.
Mtazamaji wa EATV, huo ilikuwa ni mjadala tukitazama dhana ya 50 kwa 50 kama inaeleweka kwenye jamii. Umesikia maoni ya watu wengi, miongoni mwa maoni yamefurahisha ni mwanaume mmoja Kiteto, na yeye anaomba kwamba wanaume tuandae mkutano wetu wa Beijing tukakutane pale tuyazungumze. Nilikuwa hapa na Janet Mawinza, ni mkurugenzi wa taasisi isiyo ya kiserikali ya wanawake katika jitihada za kimaendeleo wakifahamika kama Wajiki, lakini pia nimshukuru sana Mohamed Chumvi kutokea pale Kiteto Manyara, ambapo pia na yeye amezungumza na Watanzania mbalimbali tukasikia maoni yao, lakini pia